Karibu sana rafiki yangu kwenye video ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, hakikisha unabonyeza subscribe na kuwasha kengele ili usipitwe na maudhui mazuri kama haya. Leo tunaenda kuzungumza kitu cha muhimu sana kwenye mahusiano, njia za kumfanya mpenzi wako akulizie zaidi, akuthamini na aendelee kukupenda bila kuchoka. Hii sio kuhusu ujanja wa muda mfupi, bali ni kuhusu kujenga connection ya kweli, ya kudumu na yenye heshima. Unajua, mapenzi hayahitaji nguvu nyingi sana, lakini yanahitaji akili, uvumilivu na kujua nini hasa mpenzi wako anahitaji. Watu wengi wanapoteza mahusiano yao si kwa sababu hawapendwi, bali kwa sababu hawajui namna ya kulinda na kukuza ule upendo. Ndio maana leo nimekuja na mbinu zaidi ya 20 ambazo zitakusaidia kubadilisha kabisa namna unavyoshughulikia mahusiano yako. Kaa karibu, sikiliza kwa makini na chukua kile kinachokufaa. Hii video inaweza kabisa kubadilisha maisha yako ya kimapenzi. Kabla hatujaendelea na video yetu ya leo, fanya kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini usisahau kulike na kucomment, utakuwa umetisha zaidi. Namba 1, kuwa halisi. Be yourself. Usijaribu kujifanya mtu ambaye sio wewe ili tu umpendeze mpenzi wako. Ukweli ni kwamba watu huvutiwa na uhalisia zaidi kuliko maigizo. Ukijifanya sana, siku moja utaishiwa nguvu na utaonyesha uhalisia wako, na hapo ndipo matatizo huanza. Mpenzi wako anahitaji kukujua wewe halisi, sio toleo la kuigiza. Kuwa na ujasiri wa kuonyesha tabia zako nzuri na hata mapungufu yako kwa njia ya heshima. Hii hujenga uaminifu ambao ni msingi wa mapenzi ya kudumu. Pia humfanya mpenzi wako ajisikie huru kuwa yeye mwenyewe. Uhalisia huleta amani kwenye mahusiano. Hakuna presha ya kuigiza kila siku. Na hiyo ndiyo siri ya mapenzi yanayodumu. Mwisho wa siku, mtu atakayekupenda kweli ni yule anayekupenda jinsi ulivyo. Namba 2, kuwasiliana vizuri. Mawasiliano ni moyo wa uhusiano wowote ule. Bila mawasiliano, hata mapenzi makubwa yanaweza kufa kimya kimya. Hakikisha unazungumza na mpenzi wako kwa uwazi na kwa heshima. Usifiche hisia zako au mawazo yako muhimu. Pia jifunze kusikiliza, sio kuongea tu. Kusikiliza kwa makini kunaonyesha unamjali na unamheshimu. Epuka maneno makali au ya kudhalilisha wakati wa ugomvi. Badala yake, tafuta njia ya kuelezea hisia zako bila kuumiza mwenzako. Mawasiliano mazuri huondoa misunderstandings nyingi, pia hujenga ukaribu wa kihisia. Na ukaribu huo ndio unaofanya mtu azidi kukupenda kila siku. Hakikisha kila siku kuna mazungumzo yenye maana kati yenu. Namba 3, kujali hisia zake. Kujali hisia za mpenzi wako ni moja ya njia kubwa ya kumfanya akuthamini. Usipuuze anachohisi, hata kama kwako kinaonekana kidogo. Kila mtu ana namna yake ya kuchukulia mambo. Jaribu kujiweka kwenye nafasi yake na kuelewa anapitia nini. Ukiwa na uwezo wa kumfariji wakati ana huzuni, utakuwa mtu muhimu sana kwake. Hii inajenga bondi ya kipekee ambayo si rahisi kuvunjika. Kujali sio maneno tu, bali ni vitendo pia. Mpe muda, msikilize na muonyeshe kwamba uko upande wake. Hii humfanya ajisikia salama akiwa na wewe. Na mtu akijisikia salama, anapenda zaidi. Hapo ndipo mapenzi yanakuwa ya kweli. Usibeze hisia zake, zipe uzito unaostahili. Namba 4, kuwa na muda wa pamoja, quality time. Muda ni zawadi kubwa sana kwenye mahusiano. Hakikisha unatenga muda maalum wa kuwa na mpenzi wako bila bugudha. Sio kukaa pamoja lakini kila mtu yuko kwenye simu yake. Zungumzeni, chekeni, fanyeni mambo ya pamoja. Hii huongeza ukaribu na kumbukumbu nzuri. Mahusiano yanahitaji uwekezaji wa muda ili yakue. Ukikosa muda, mpenzi wako anaweza kuanza kuhisi kama haumjali. Hata kama uko bize, tafuta njia ya kuonesha bado unamkumbuka. Dakika chache za maana zinaweza kubadilisha siku nzima ya mtu. Hii ndiyo njia rahisi lakini yenye nguvu ya kumfanya akulizie. Muda wako ni ishara ya upendo wako. Usimnyime hilo. Namba 5, kuheshimu. Heshima ni msingi wa kila uhusiano mzuri. Bila heshima, mapenzi hayadumu. Muheshimu mpenzi wako kwenye maneno, vitendo na maamuzi. Usimdharau mbele ya watu au hata faraghani. Pia heshimu mipaka yake na maamuzi yake binafsi. Heshima huonesha unamthamini kama binadamu. Inamfanya ajisikie wa maana kwenye maisha yako. Mtu anayeheshimiwa haoni sababu ya kuondoka. Pia heshima huondoa migogoro mingi isiyo ya lazima. Jifunze kusema kwa adabu hata mnapokosana. Hii ndiyo siri ya mahusiano yenye afya.
Heshima huzaa upendo wa kudumu. Namba 6, kumpa sapoti. Mpenzi wako anahitaji kuona uko upande wake. Mpe sapoti kwenye ndoto zake, kazi zake na changamoto zake. Hata kama huwezi kutatua kila kitu, uwepo wako una maana kubwa. Mpe moyo wakati anapokata tamaa, msukume afanye vizuri zaidi kwenye maisha yake. Hii humfanya akuone kama mshirika wa maisha, sio tu mpenzi. Sapoti yako inaweza kuwa sababu ya mafanikio yake, na mafanikio yake yatakuja na shukurani kwako. Hii huimarisha uhusiano wenu. Hakikisha unakuwa mtu anayemjenga, sio anayemvuta chini. Hiyo ndiyo njia ya kumfanya akuthamini zaidi. Namba 7, kuwa na uvumilivu. Hakuna mtu mkamilifu duniani. Kila mtu ana mapungufu yake. Jifunze kuvumilia mambo madogo madogo. Usikimbilie kuachana au kugombana kila mara. Uvumilivu hujenga uhusiano imara. Inampa nafasi mpenzi wako kukua na kubadilika. Pia huonyesha kwamba unajali zaidi ya makosa madogo. Hii haimaanishi uvumilie kila kitu, bali uwe na busara ya kuchagua vita zako. Mahusiano yanahitaji moyo wa kusamehe na kuelewa. Uvumilivu huleta amani ndani ya uhusiano, na amani huongeza upendo. Hii ni silaha kubwa sana ya kudumisha mapenzi. Namba 8, kumshangaza mara kwa mara. Surprises ndogo ndogo huweka mapenzi hai. Huhitaji pesa nyingi kufanya hivi. Hata ujumbe mzuri wa ghafla unaweza kumfurahisha sana. Nunua zawadi ndogo au mpangie outing ya ghafla. Hii huonyesha unamfikiria hata bila sababu maalum. Mshangao huleta furaha na excitement kwenye uhusiano. Unavunja monotoni ya maisha ya kila siku. Mpenzi wako atakuwa anatarajia vitu vizuri kutoka kwako. Hii huongeza mvuto wako kwake. Hakikisha unafanya hivi kwa ubunifu. Mapenzi yanahitaji ubunifu ili yadumu. Usiruhusu yawe boring. Namba 9, kujitunza mwenyewe. Muonekano wako pia una mchango mkubwa kwenye mapenzi. Jitunze kiafya na kimwili. Vaeni vizuri, kuwa msafi na kuwa na confidence. Hii haimaanishi ubadilike kwa ajili ya mtu, bali ujali thamani yako. Mpenzi wako atajivunia kuwa na wewe. Pia utaongeza mvuto wako kwake. Kujitunza ni ishara ya kujipenda, na mtu anayejipenda ana uwezo wa kumpenda mwingine vizuri zaidi. Hii huongeza hamu ya mpenzi wako kuwa karibu na wewe. Usijiachie tu kwa sababu uko kwenye uhusiano. Endelea kuvutia kama mwanzo. Hii ina nguvu kubwa sana. Namba 10, kuwa mwaminifu. Uaminifu ni kila kitu kwenye mahusiano. Usimdanganye mpenzi wako. Uongo mdogo unaweza kuharibu kila kitu. Kuwa wazi na mkweli kwenye kila jambo. Hii hujenga msingi imara wa uhusiano wenu. Mpenzi wako atakuwa na amani moyoni. Hakutakuwa na mashaka au wasiwasi. Uaminifu huongeza heshima na upendo. Mtu akikuamini anakupa moyo wake wote. Usichezee hilo. Linda uaminifu wenu kwa gharama yoyote. Hii ndiyo silaha kubwa ya kumfanya aendelee kukupenda. Namba 11, kuepuka wivu usio na msingi. Wivu kidogo ni wa kawaida kwenye mahusiano, lakini ukizidi unakuwa sumu. Usimchunguze mpenzi wako kila wakati au kumtuhumu bila ushahidi. Hii humfanya ajisikie kama haaminiwi na hatimaye huleta umbali kati yenu. Uaminifu unajengwa kwa muda, lakini unaweza kuvunjika kwa haraka sana. Ukiwa na wivu uliopitiliza, unaonyesha kutokujiamini na hofu ya kupoteza. Badala yake, jifunze kujiamini na kuamini uhusiano wenu. Mpenzi wako anahitaji uhuru wa kawaida bila kuhisi anabanwa sana. Ukimpa nafasi ya kupumua, atathamini uwepo wako zaidi. Wivu uliokithiri huua furaha na kuleta migogoro ya mara kwa mara. Jifunze kutofautisha kati ya intuition na mawazo yasiyo na msingi. Sio kila jambo ni ishara ya usaliti. Wakati mwingine ni hofu tu ndani yako. Kwa kifupi, dhibiti wivu wako na jenga uaminifu. Hii itamfanya mpenzi wako ajisikie salama na huru kuwa na wewe. Na hapo ndipo mapenzi yanapokuwa kwa nguvu zaidi. Namba 12, kuwa na malengo ya pamoja. Mahusiano yenye mwelekeo huwa na nguvu zaidi. Ni muhimu kuwa na malengo ya pamoja kama wenzi. Hii inaweza kuwa mipango ya maisha, biashara au hata safari mnazotaka kufanya. Malengo ya pamoja huleta umoja na mshikamano. Mnapofanya kazi kuelekea kitu kimoja, mnakuwa timu. Hii huongeza ukaribu na kupunguza migogoro isiyo ya lazima. Pia humfanya mpenzi wako aone kuwa wewe ni sehemu ya maisha yake ya baadaye. Hii huongeza thamani yako kwake. Jadilini ndoto zenu wazi wazi. Panga mikakati ya kuzifikia pamoja. Hii huleta matumaini na msisimko kwenye uhusiano. Mahusiano bila mwelekeo mara nyingi hupotea njiani.
lakini yenye malengo huwa na sababu ya kudumu. Hiyo ndiyo nguvu ya kupanga pamoja. Namba 13, kusamehe na kusahau. Hakuna uhusiano usio na makosa. Kusamehe ni sehemu muhimu sana ya kudumisha mapenzi. Ukishikilia makosa ya zamani, unajiumiza mwenyewe na pia uhusiano wenu. Jifunze kusamehe kwa dhati, sio kwa mdomo tu. Ukisema umesamehe, basi achana na hilo jambo kabisa. Usilirudie kila mnapogombana. Kusamehe huleta amani ya moyo. Pia hujenga nafasi ya kuanza upya. Mpenzi wako atajifunza kutokana na makosa yake kama atapewa nafasi. Kila mtu anahitaji nafasi ya pili, na wakati mwingine hata ya tatu. Hii ndiyo maana ya upendo wa kweli. Kwa kifupi, usiweke mzigo wa zamani kwenye mahusiano ya sasa. Acha yaliyopita yapite. Angalia mbele na jenga upendo mpya kila siku. Namba 14, kuwa na furaha na ucheshi. Mahusiano bila furaha yanakuwa mzigo. Jifunze kucheka na mpenzi wako. Tengeneza mazingira ya furaha hata kwenye mambo madogo. Ucheshi huondoa stress na kuleta ukaribu. Wakati mwingine kicheko kimoja kinaweza kutatua mgogoro mkubwa. Kuwa mtu ambaye anarahisisha maisha, sio anayaleta uzito. Mpenzi wako atatamani kuwa karibu na wewe kila wakati. Fanyeni mambo ya kufurahisha pamoja. Hii hujenga kumbukumbu nzuri ambazo zitadumu. Kwa kifupi, furaha ni kiungo muhimu sana kwenye mapenzi. Bila furaha, kila kitu kinakuwa kigumu. Namba 15, kuwa na mipaka, boundaries. Mahusiano mazuri yana mipaka yenye afya. Hii ina maana ya kuheshimu nafasi binafsi ya kila mmoja. Usijaribu kumiliki maisha yote ya mpenzi wako. Kila mtu anahitaji muda wake binafsi. Hii humsaidia kukua kama mtu. Mipaka pia husaidia kuepuka migogoro mingi. Unajua nini kinakubalika na nini hakikubaliki. Jadili mipaka yenu kwa uwazi. Hakikisha wote mnaelewa na kuheshimu. Kwa kifupi, mipaka sio umbali, bali ni ulinzi wa uhusiano. Inasaidia mapenzi ya dumu kwa afya. Namba 16, kuwa na subira kwenye maendeleo ya uhusiano. Mahusiano hayakui kwa haraka sana. Yanahitaji muda na juhudi. Usilazimishe mambo yaende kwa kasi usio wa kawaida. Kila hatua ina muda wake. Furahia kila hatua bila presha. Hii huondoa migogoro isiyo ya lazima. Mpenzi wako atajisikia huru zaidi akiwa na wewe. Hakutakuwa na presha ya kufikia viwango fulani haraka. Subira hujenga msingi imara. Mambo yakija kwa haraka sana, yanaweza kuondoka kwa haraka pia. Kwa kifupi, kuwa na subira. Mapenzi ya kweli hayakimbii, yanajengwa taratibu. Namba 17, kutojilinganisha na wengine. Kila uhusiano ni wa kipekee. Usijilinganishe na mahusiano ya watu wengine. Mitandao ya kijamii mara nyingi inaonyesha upande mzuri tu wa maisha. Usidanganyike. Ukijilinganisha, utaanza kuona mapungufu yasiyo ya lazima kwenye uhusiano wako. Thamini kile mlicho nacho. Kila mtu ana safari yake. Kwa kifupi, zingatia uhusiano wako, sio wa wengine. Hapo ndipo utapata furaha ya kweli. Namba 18, kujenga uaminifu wa kina. Uaminifu sio kusema ukweli tu, bali ni kuwa mtu anayependwa, anaweza kukutegemea, kuwa mtu anayeshika ahadi zake. Usiseme kitu ambacho huwezi kutimiza. Mpenzi wako akikuona wa kuaminika, atakupa moyo wake wote. Hii hujenga uhusiano wa kina ambao si rahisi kuvunjika. Kwa kifupi, uaminifu ni nguzo ya mapenzi ya kudumu. Namba 19, kuwa rafiki wake wa kweli. Usiwe mpenzi tu, kuwa rafiki wa kweli. Rafiki husikiliza, hacheki tu, bali pia hujali. Kuwa mtu ambaye anaweza kukuambia kila kitu bila kuogopa. Hii hujenga ukaribu wa kipekee sana. Mapenzi yakijengwa juu ya urafiki huwa imara zaidi. Mtacheka pamoja, mtapitia changamoto pamoja na mtashinda pamoja. Rafiki wa kweli haachi kirahisi. Hii ndiyo hatua ya juu ya mahusiano. Hakikisha mnafurahia uwepo wa kila mmoja. Hapo ndipo mapenzi yanakuwa ya kudumu na yenye maana halisi. Mwisho, rafiki yangu, kama umefika hapa mpaka mwisho, ujue tayari wewe ni mtu wa tofauti. Sio kila mtu ana moyo wa kujifunza namna ya kuboresha mahusiano yake. Ukweli ni kwamba mapenzi hayaji kwa bahati tu, yanajengwa. Kila siku ni nafasi mpya ya kufanya vizuri zaidi. Chagua mambo machache kati ya haya na anza nayo leo. Usisubiri kesho. Mabadiliko madogo madogo ndiyo huleta matokeo makubwa. Na kumbuka, lengo sio kumfanya tu mpenzi wako akupende, bali kujenga uhusiano ambao wote wawili mnafurahia. Kama umejifunza kitu leo, hakikisha una like video,
unashare na rafiki zako, na uache comment uniambie ni point gani imekugusa zaidi. Wewe ni sehemu ya hii familia na sauti yako ni muhimu sana hapa. Mpaka wakati mwingine, jikubali, jithamini na penda kwa moyo wako wote.